Katibu wa mahusiano shirikisho la wachimbaji wa madini nchini Tanzania FEMATA, tukijadili kuhusiana na uzalishaji, hatua zilizopigwa na changamoto ambazo bado zinawakabili wachimbaji wa sekta ya madini. Messi, mambo vipi? Poa. Dhahabu saizi imekuwa habari ya mjini. Dhahabu sio saizi, dhahabu miaka 5-4 iliyopita ni habari ya mjini. Lakini wiki mbili hizi ndio imepata umaarufu mkubwa, sio? Manake hata kama ambao walikuwa hawajui kuhusu dhahabu imekuwa swala ambalo lazima mtu afuatilie. Ukiachana na serikali, kwa mtu binafsi ambaye anatamani kuwekeza kwenye dhahabu ama kujikita kwenye dhahabu, unadhani kuna umuhimu gani wa kuwekeza kwenye dhahabu ukilinganisha na uwekezaji mwingine kama hisa na vinginevyo? Kuna umuhimu mkubwa kuwekeza kwenye dhahabu kwa sababu dhahabu kwanza ni rasilimali yetu kama taifa. Alafu pili, dhahabu haina makolokolo mengi. Umeona vitu vyake vimenyoka. Umeona unapata dhahabu hapa, unatoa kodi za serikali. Afu upatikanaji wa pesa ni rahisi kwenye dhahabu. Mimi nimefanya biashara nyingi, lakini dhahabu nina miaka 5 sasa hivi. Lakini ni biashara nzuri. Ningetamani unionyeshe picha yako ya miaka 5 iliyopita na saizi tujue. Maendeleo yakoje ili tujue. Ulikuwa na kitambi kama hivi cha kusia simu? Sikuwa nacho. Simu ulikuwa nazo 3 kama hivi? Sikuwa nazo. Nani nimeangalia hapo naogopa. Kodi yangu ya miaka 3. Niambie hali ya uzalishaji wa madini hapa nchini kwetu kwa sasa hivi ipoje, kwa maana ninyi ndio wahusika wakuu wa sekta hii? Hali ya uzalishaji ni nzuri kwa sababu tunachoshukuru kwamba serikali imewekeza nguvu zaidi hasa kuwasaidia wachimbaji wadogo, kuwapa ushauri, teknolojia, na pia serikali ya awamu ya 4 imerasimisha maeneo mengi, yani leseni nyingi imewapa wachimbaji wadogo. Kwa hiyo pia wachimbaji sasa hivi wazawa wanapiga hatua kuiga zile teknolojia kubwa za uchenjuaji wa dhahabu. Upande wa dhahabu kama dhahabu yenyewe, kwa sababu ni upande ambao unasema umekuwa maarufu miaka 5 iliyopita, lakini hizi wiki mbili tuseme kama sio dhahabu imekuwa maarufu ila imetrend. Hali ikoje? Kwamba hazina inataka kuuzwa sasa. Hali iko vizuri. Iko vizuri kama wachimbaji kwa ujumla. Sisi tumepata neema, tumefaidika kwa namna moja ama nyingine. Serikali ilipo ingia hasa BOT kununua dhahabu, tulinufaika kwa sababu iliondoa wale wanunuzi wa wajanja. Kwa sababu serikali ilipokuja kununua, kwanza ilikuja na ofa nzuri ya bei nzuri. Yani walipotangaza kwamba wanahitaji kununua dhahabu, bei ilipanda. Mwaka gani? Nadhani kuwa serious kabisa ni mwaka 2024. Kwa sababu kulikuwa na tume ambayo iliandaliwa kutoka Wizara ya Fedha na BOT kuja kutangaza kwa wachimbaji kwamba sasa hivi Benki Kuu inataka kununua dhahabu ambayo itakuwa imepita refinery. Na ofa iliyotoa ilikuwa kubwa. Walinunua na lengo walilokuwa nataka kwa muda mfupi, walikuwa wamekamilisha zile tani wanazozihitaji. Wewe ni mzoefu kwenye hii sekta. Unaona kuna tija kiasi gani inapokuja swala la ajenda ya kuuza dhahabu? Ajenda ya kuuza dhahabu mimi nachukulia katika mawazo mawili tofauti. Namba moja, ninaona kuna tija kubwa kwa sababu dhahabu mwaka jana tumeuza kwa gramu moja ilikuwa 200,000, 220,000, 180,000, 280,000. Lakini sasa hivi dhahabu inauzwa 400,000. Kwa hiyo serikali au BOT wanaposema labda wanataka wauze
maana mimi siamini kama wanauza yote, ila wanauza sehemu ili wapate fedha kwa ajili ya kununua dhahabu zaidi. Mimi ndio ninachokijua kwamba kwa sababu saizi imepanda na kwa sababu sisi ndio wakulima wenyewe wa dhahabu. Umeona, sisi tunapohitaji dhahabu hatuhitaji kuagiza Marekani. Ila tukihitaji dola tunahitaji kuagiza Marekani au Uswizi. Lakini dhahabu tunalima hapo Geita, Chunya, mkoa wa Mara, kuanzia Singida yote nalima dhahabu. Na BOT au serikali inaona kwamba kuna uhitaji kiasi gani wa sasa hivi tuwe na fedha labda kigeni au tuwe na fedha. Kwa hiyo na kwa sababu dhahabu sisi tunayo, kwa hiyo inapopata sisi kama wachimbaji tunaamini inapopata serikali fedha hasa BOT, manake itashusha tena kwa wachimbaji wadogo. Ikishusha kwa wachimbaji wadogo manake dhahabu haitauzwa chini, itauzwa bei nzuri. Wale madalali wa kulalia kwa wachimbaji wadogo wanakuwa hamna. Kwa hiyo sema ni tofauti. Unajua mtu ambaye yuko kwenye tasnia hili jambo kila mtu anavyoliongelea inatokana na uelewa wake, lakini ukweli ni kwamba nchi hii haina uwezo wa kununua dhahabu yote iliyopo katika nchi hii. Kwa hadi kiuza automatic itauza, itapata fedha, itanunua tu. Umeona? Kwa hiyo sisi kama wachimbaji tunaona iko sawa ili wapate fedha ya kigeni ili shuke tena kununua dhahabu chini kwa wachimbaji wadogo. Okay, ukitazama sasa hivi sekta ya uchimbaji wa madini imeendelea ama imekuwa kwa kiasi gani? Sasa hivi imeendelea pakubwa kwa sababu sasa hivi sekta ya madini nadhani itakuwa inatoa ajira kwa watu si chini ya milioni 5, milioni 6. Umeona? Kwa hiyo maana yake ni sekta kubwa. Umeona, kuna mikoa karibia 10 ambayo ina wananchi wake wanategemea madini. Umeona, kwa mfano Geita, Mwanza, Simiyu, Shinyanga, Mara, Katavi, Mbeya, Lindi, Mtwara, na mikoa 10 na kitu inategemea sekta ya madini. Na ndio maana utakuta kwenye pato la taifa sasa hivi sekta ya madini inachangia 10% na kitu. Na mazingira yakoje huko kwa wachimbaji? Mazingira kwa wachimbaji yapo, bado kuna hatua. Tunashukuru serikali inachukua hatua kama nilivyosema mwanzo kwa ajili ya kuhakikisha ina support. Kwa mfano mwaka jana serikali ilileta mashine za drilling. Unajua kwenye sekta ya madini mtu anapoingia hapati elimu kabisa, ile elimu yenyewe mtu anapata elimu nusu. Na ndio maana muda mwingine watu wanaamini ushirikina katika sekta ya madini, wanaamini madini ni uchawi. Nadhani zote hizo ni mbinu za wale waliotangulia ili watu wasiweze kupata ufahamu juu ya biashara ya mining. Na ndio maana kwa muda mfupi sasa hivi watu wengi wameanza kupata elimu na kufanya kazi kwenye madini. Utakuta serikali inachangia pato kubwa, na sio wengi, lakini tunaamini kadiri siku zinavyozidi watu wataingia wengi kwenye sekta ya madini, kwa sababu ni sekta nzuri ambayo inatoa ajira nyingi na ajira ambayo inalipa vizuri. Hapo kwenye ajira, moja ya changamoto kubwa ambayo ukizungumza na vijana wanakuambia wanakutana nayo ni hiyo ya ajira na kiuchumi. Kuna fursa kiasi gani kwenye sekta ya madini? Madini kuna fursa kubwa kwa sababu mimi nikiangalia tunaoishi migodini, mtu wa kawaida kabisa ambaye yuko mgodini anafanya tu kazi za kawaida hawezi kukosa kwa siku moja kubaki na 100,000, 200,000. Kwa hiyo manake ukiunganisha mtu wa kawaida kabisa ambaye anasogeza mizigo ya hapa na pale kwenye madini manake ana uwezo wa kutengeneza milioni 3 kwa mwezi. Kwa hiyo ukiangalia ni kipato kikubwa, na
na maeneo ni bado ni mengi mno, ambayo kwa sababu sisi tulikuwa hatujaamka sana kwa ajili ya dhahabu, kwa ajili ya madini. Yani madini mengi yalikuwa yanachimbwa na wenzetu wazungu, na sisi wachache sana ambao tulikuwa Watanzania wachache wanachimba, nao wanachimba kwa imani bila teknolojia. Lakini sasa hivi serikali imejipambanua, na ndio maana utakuta sasa hivi wafanyabiashara wa madini umeona, hata magari mengi yanayouzwa sasa hivi Dar es Salaam, Mavieto, utaona mengi yako kanda ya Ziwa na sehemu nyingi ambazo zina madini, kwa sababu Watanzania wenyewe wanamiliki uchumi wa madini. Nimewahi kuzungumza na mchimbaji mmoja mdogo wa madini anaitwa Ashrafu, akaniambia kwamba kwenye sekta ya madini pia kuna mradi kama wa BBT ambao uko kwenye kilimo. Unafanyaje kazi? Unajitahidi, lakini nadhani bado unahitaji kuongezwa nguvu zaidi. Kwenye kilimo niliona kulikuwa na hatua kubwa kabisa ambayo inaonekana, lakini nadhani kwa sababu mpango wa kwenye madini ni mpango wa pili, na waziri amejipambanua kwamba anahitaji kuwekeza nguvu zaidi kwenye huo mpango mimi naamini tuupe muda utaleta tija. Kwa upande wangu ninaona sio kitu kizuri, nimekiona, lakini sio kwa ule ukubwa na utendaji mimi ambao ningetegemea kuona. Tatizo liko wapi? Vijana kujitokeza ama uendeshaji wake? Sasa tatizo nadhani nikija wakati mwingine nitakuwa na jibu la kueleweka, ili nione tatizo ni nini. Ni serikali imeingiza mguu nusu, au ni vijana wenyewe wameingiza mguu nusu kwa ajili ya kazi hiyo? Maana sometimes unaweza kusema vijana hawajaingiza, kumbe serikali kuna wakati haijawapa budget ya kutosha kuweza kufanya kazi yao kwa urahisi kabisa. Unamwambia nini kijana ambaye labda angetamani kuwekeza kwenye sekta ya madini lakini bado ana zile imani kama ulivyosema, madini ni uchawi, ana imani potofu, kwa kimombo wanasema bado anaamini kwenye myth? Mimi ambacho ninaamini ni kwamba cha kwanza kuchukua hatua. Madini ni teknolojia, sio imani. Mimi japokuwa watu kule tunapofanya kazi imani hawawezi kuziacha, umeona, lakini ukweli ni kwamba imani, mimi ni kati ya mtu siamini. Mimi ni mtu naamini teknolojia, umeona, lakini wachimbaji wenyewe kabisa wengi bado wanaamini sana katika mifumo ya imani, umeona, vya kwa kina babu. Kule mtu ana mgodi hapa kuchoma dawa mchana, wala hiyo anaosha kabisa moto, wala hiyo usishangae. Kwa hiyo lakini serikali inajitahidi, na teknolojia asilimia zile zinazidi kupungua, lakini imani kweli ipo. Producer wangu Matias aliniambia kwamba wewe ni balozi pia wa amani. Ningependa kusikia kutoka kwako. Jana tulikuwa na mjadala hapa kuhusiana na tume ya maridhiano ambayo inaundwa ikiwa ni kuelekea siku 100 za Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Una ujumbe gani kuhusiana na masuala ya amani, hasa katika nyakati hizi ambazo tayari tuna tume ya uchunguzi, lakini tume ya maridhiano nayo inatarajiwa kuundwa? Mimi nadhani katika yote ni Watanzania wenyewe kuwa na utayari. Umeona, kwa sababu amani. Utayari upi? Utayari wa kuitaka amani. Kwa sababu amani ni kuitaka, na kuitaka kuna hatua za kuitaka hiyo amani. Kwa hiyo vyote tukiunda, lakini kama hatujatoa elimu kubwa kwa Watanzania kuwa na utayari wa kuitaka amani, bado itakuwa ni changamoto. Kwa uzoefu wangu mimi kama balozi wa amani, nimefanya makongamano mengi ya kuhamasisha amani, umeona, lakini kuna wakati kuna watu wengine hawajui nini wanataka, umeona, na hiyo ndio inakuwa changamoto, umeona. Kuna watu katika taifa kuna vitu ambavyo wanaviamini, umeona, kwenye taifa lao, umeona. Kuna makundi mengi, kuna makundi ambayo watu wanafanya kazi zao na nini wanaiomba sana amani. Kuna wengine swala la amani kwao ni kama unapiga nini, ukizungumzia amani ataleta
ataleta magorofa mengi kiasi kwamba unaona hii hatufiki, bali ni neema ya Mungu ifanye nini, ingilie kati. Lakini mimi binafsi nashukuru serikali na wadau wote kwa ajili ya kuunda hizo jumuiya za maliziano na mambo mengine yote, hatua yoyote inayochukuliwa kwa ajili ya kuhakikisha taifa linakuwa na amani ni hatua ambayo ya kupongezwa. Umeona, haijalishi imekuja kwa mapungufu gani na ubora gani, ili mradi inalenga kwa ajili ya watu kupata amani. Kwa sababu sisi kama upande, kama mimi kama balozi wa amani, naamini amani inatafutwa. Na amani, ili upate amani lazima uruhusu wenzio kuwa na amani. Na tunao watu wengi anataka amani wakati hajaruhusu wenzie kuwa na amani. Kwa hiyo ukigundua kwamba kama mimi nahitaji amani, basi lazima niruhusu wewe uwe na amani ili na mimi nipate nini? Amani. Kwa hiyo mimi nikiruhusu wewe kukosa amani, na mimi ni ngumu kupata nini? Amani. Kupata amani. Kwa hiyo watu wakishajua kwamba kumbe ili tupate amani lazima turuhusu watu wote wawe na amani. Lazima wewe mwenyewe ianze moyoni kwamba naruhusu amani kwa taifa langu. Naruhusu amani kwa jamii yangu. Naruhusu amani kwa ndugu zangu, naruhusu amani kwa binadamu wote. Umeona? Unaruhusu vipi? Manake matendo yako kusamehe, umeona, upendo, vitu vinavyotembea na amani. Cha kwanza ni msamaha, unakuja upendo, kwa sababu utakapotembea lazima utawapata wanaokukwaza. Sasa ukiruhusu upendo, manake hautaona zile changamoto. Kwa hiyo mimi nadhani tunahitaji mjadala mpana namna ya kuelekea kwenye mambo yote tunayohitaji ya amani. Kwa sababu kuna watu kabisa hawana kabisa uelewa kwamba hata hapa tulipo tunataka amani, tunatokaje? Yaani kila mtu, njia ziko nyingi mno. Sasa kama ulivyosema kwamba ili amani ipatikane tunahitaji msamaha, tunahitaji upendo. Unafikiri mpaka sasa hivi tumepiga hatua kiasi gani? Mpaka sasa hivi hatua mimi naziona zipo, lakini utayari unauona upo, lakini ukiangalia kuna vitu bado unaona kama vinahitaji kufanyiwa kazi. Kama vitu gani? Kwa mfano hata hizi tunazounda tume au watu wanayefanya mambo ya amani, wengi, kila binadamu, unajua kila mtu anafanya kwa interest fulani. Kuna mtu hapa anaweza akajiita balozi wa amani, lakini anakuwa balozi wa amani kwa sababu anataka jambo fulani. Wewe unafanya kwa interest gani? Mimi nafanya kwa interest ya amani. Wengine wanafanya kwa interest gani? Wengi mimi umeona kama mimi nafanya amani kwa sababu tayari mimi nina kazi, nina kipato, nimejua kwamba natakiwa nifanye ili nimejua, cha kwanza nimejua kwamba kazi ya serikali kubwa ni kukusanya kodi. Umeelewa? Kazi ya serikali kubwa ni kukusanya kodi, na kazi ya serikali ni kuhakikisha inalinda mipaka ya nchi na mambo mengine. Umeelewa? Mimi jukumu langu sasa kwenye kile ninachokipata lazima nihamasishe amani. Umeona? Kwa sababu ninapofanya amani sihitaji mtu anipe au serikali nipe chochote, kwamba nahitaji serikali inipe hela labda ya kuandaa kongamano au nini. Mimi tayari ninafanya amani kwa sababu tayari ninaona panapokuwa na amani, kumbe mimi napata nafasi ya kuchimba madini. Kwa wewe unafanya amani ili upate kufanya kazi zako kwa utulivu, sio? Kwa utulivu. Na wengine wanakuwa na interest gani? Sasa kuna wengine katika jamii kuna mwingine unaona sema mimi nakosa amani kwa sababu serikali haijanipa kitu fulani. Umeona? Labda kuna mtu anasema mimi kuna wengine wanasema mimi kwa sababu sikupata kuwa mbunge, labda kwa sababu tume haikunifanyia haki, mimi siruhusu tena kuwa na amani. Umeona? Tayari huyo tena ni kundi jingine. Lakini kwa mtu, kwa mfano, ambaye anasema sikupata labda kura za kutosha ama tume haikunifanyia haki, huyo anadai haki yake ama anavuruga amani? Manake hapo umenichanganya.
Yani manake huyo kudai haki, umeelewa, na amani, umeelewa, ni vitu viwili tofauti. Unaweza kudai haki kwa amani, umeelewa, unaweza kudai haki kwa kuondoa amani, ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo unapodai haki au unataka haki na njia nyingi. Yani maisha yetu sisi yote hapa hatuanzi sisi maisha. Umeona wewe hapo ni Muislamu. Na mimi ni Mkristo. Kuna Muislamu, kuna Mbudha, kuna nini. Na kwa sababu tunaishi kwa sababu ya waliotangulia kuishi. Tunaishi kwa sababu vitabu vya Mungu vipo. Wewe imagine isingekuwa vitabu vya Mungu au katiba, unafikiri tungeishije kama wanadamu? Kwa hiyo muda unatupa mkono Messi. Kwa kumalizia, amani na haki, kipi kinaanza? Amani na haki, amani inaanza, haki inafuata. Sawa, maana amani kiwepo ndio haki, kwa sababu amani ndio inaruhusu amani, kwa sababu amani ndio inaruhusu amani. Amani, ukiwa na amani, yani amani ni tunda la vyote, kwa sababu ukiwa na amani moyoni mwako, vingine vyote huna hitaji unalohitaji, kwa sababu amani ndio kila kitu. Na ndio maana utakuta hata maandiko yanasema linda sana moyo, maana huko ndiko itokako amani, kwa sababu amani ndio imejaza kila kitu. Kwa sababu njia zingine unazozitafuta, labda unatafuta haki au unatafuta nini, usipokuwa na amani tayari umefeli. Ila amani kiwepo, cha kwanza inakupa tabasamu. Ndio maana amani, sisi tunapambania amani, watu wawe na nini, na amani. Na amani ina njia ya kuitafuta. Sasa hilo tutajadili siku nyingine. Leo tulikuwa tunazungumzia madini zaidi. Natumaini Mathias atakualika siku nyingine tuzungumzie amani kwa upana kabisa. Asante sana Messi kwa kuungana na sisi. Maoni ni mengi sana hapa kwenye channel yetu ya YouTube. Kuna swali hapa lakini nadhani ulishalijibu. Nadhifa Johari anauliza, kupitia hiyo dhahabu kwa sisi wa hali ya chini tunanufaikaje baada ya kuuzwa? Kwa sisi wa hali ya chini tunanufaika. Na wewe ni hali ya chini Messi? Wa hali ya chini, mimi ni mchimbaji mdogo. Kwa hiyo wa hali ya chini nimechagiza tu tuendelee. Sasa hali ya chini tuseme sio tuondoe wa hali ya chini, tuondoe kwamba uuzaji wa dhahabu. Yeye ameuliza swali lake liko very specific. Kwa sisi wa hali ya chini tunanufaikaje? Wa hali ya chini tunanufaika kwa sababu inapouzwa dhahabu, kama ulivyoona kwamba madini inachangia 10% kwenye pato la taifa. Kitendo cha unapouza dhahabu, manake nchi inapata kodi. Ikipata kodi, ndio inaenda kwenye hazina kuu, ndio inakuja mipango ya serikali, unapateje maji, unapateje hospitali, madawa na kila kitu. Kwa hiyo manufaa ni hapo, kwa sababu unapouza dhahabu unapata fedha ya kigeni, unapata kodi. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.